Asante sana kutoka hapo studio. Nimeiona ripoti ambayo inaonyesha mataifa yenye furaha zaidi. Na utaona mataifa ya Scandinavia hapa barani Ulaya, mfano Finland inaongoza, Norway, mataifa mengine kama Denmark na mengine hapo. Sababu kubwa ambazo mimi nikizungumza nao hawa watu nimeishi na kuona, lakini mengine naojiana nao na wasikia, wao wanasema sababu kubwa ni chache, lakini muhimu ni hizi hapa. Mosi ni kwamba hawa wana mifumo imara ya kijamii. Wao wanaita strong society system, kwa maana ya kwamba wana huduma bure kabisa. Huduma za elimu, huduma za afya ni za bure na uhakika. Na rafiki yangu mmoja, yeye ni binti tu, ana miaka 23, lakini ananiambia mwaka huu anamaliza masters mwezi wa 4. Ananiambia akija kufikisha miaka 28 anataka kuwa na PhD yake, na inawezekana. Nimemuuliza kwa nini, anasema mimi ninachotakiwa kulipa ni nauli tu ya kwenda shuleni, vile vitu vingine vyote tangu naanza shule mimi ni bure kabisa. Kwa nini nisisome? Kwa unakuta vitu kama hivyo vinawapa furaha. Mjamzito akijifungua anapewa mwaka mzima wa kupumzika kumlea mtoto. Hata baba anapewa muda fulani wa kumsaidia. Hata huduma nyingine wanapewa za kumhudumia bure kabisa. Haya ni mambo ambayo yanawapa furaha pia. Huduma zinakuwepo za uhakika. Lakini sababu nyingine ya pili ambayo wao wanahitaji ni kiwango kikubwa cha uaminifu, yani high trust in the society. Wao wanaaminiana sana. Serikali inawaamini watu na watu wanaiamini serikali yao. Yani kuna uaminifu wa hali ya juu sana, integrity, kwamba kama kuna jambo, mambo yanawekwa sawa. Unaweza ukaenda supermarket unanunua vitu, hakuna anayekusimamia tu, ni wewe tu na uaminifu wako, umenunua, umemaliza, unaleta vitu hapo na unalipa, unaondoka. Na ripoti zinaonyesha huku ni rahisi ukipoteza kitu chako kama wallet, simu, kadi za benki, ni rahisi kuvipata kuliko baadhi ya mataifa mengine. Kwa hivyo ndo maana unaona watu wanakuwa na furaha kiasi hicho. Sababu nyingine ni usawa wa kiuchumi. Mataifa ya hapa barani Ulaya, hasa mataifa ya Scandinavia ama Nordic countries, mataifa mengi haya kuna usawa wa kiuchumi. Hakuna gepu kubwa tunasema kati ya tajiri na maskini. Yani unaweza ukakuta watu wote mnakuwa sawa. Mimi natumia usafiri wa umma kwa maana ya treni. Nishawahi kukaa kwenye treni moja na waziri, lakini pia nishawahi kukaa kwenye siti moja na prince, kwa maana ya mwanamfalme wa Norway, bila mimi kujua. Rafiki yangu mmoja ndo ananiuliza, unamjua huyu? Nikamwambia sijui. Akanitajia jina, akamwambia Google. Namuangalia, mbona ni mwanamfalme? Yani ni kawaida kabisa mtu kumiliki vitu vikubwa, lakini anapanda usafiri wa kawaida. Kwa gepu kati ya maskini na tajiri, walionacho na wasionacho, ni dogo sana kiasi kwamba watu wote wanajiona sawa. Lakini sababu nyingine ni kwamba wana uhuru wa kuishi maisha wanayoyataka. Una uhuru wa kuchagua wewe unataka kuwa nani, unataka kuishije na nini na vitu kama hivyo. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinawapa uhuru na furaha zaidi, na kutajwa kama mataifa ambayo yana furaha zaidi duniani. Baadhi ya wakosoaji wanasema licha ya kwamba hizi nchi zinatajwa kuwa na furaha zaidi, lakini kuna mambo ambayo wanatamani kuona yakifanyiwa kazi. Mathalan ni kwamba unaona, licha ya kwamba zinatajwa kuwa nchi zenye furaha zaidi, lakini vigezo wanavyotumia wanadhani kwamba ni vya kimagharibi zaidi. Vingine havizingatii tamaduni, vingine ni kwamba havizingatii ule mshikamano wa kifamilia. Mfano mtoto tu akishafikisha miaka 18 kutengana na wazazi wake ni kitu cha kawaida. Mtoto kama anaamini kwenye kitu fulani ni rahisi pia, hakuna mwongozo. Utamaduni pia, watu wa huku pia wanahitaji personal distance, yani mtu anataka kukaa mwenyewe. Yani ili muwe karibu na mtu lazima au anajua kidogo kuhusu wewe. Kwa hivyo wakosoaji wanasema licha ya kwamba ndio ni nchi zenye furaha, lakini bado kuna mambo kama hayo. Asante sana. Kwa uchache wake ni hivyo, na hizo ndio sababu kubwa ambazo zimekuwa zikitajwa zaidi. Asante.